Kwa bahati mbaya sana, hata shule zimetutransform kwa namna ambayo sio nzuri sana. Shule, mimi wakati nasoma nakumbuka wakati tunadiscuss muundo wa mwanadamu, vitabu vya shule kuna muda vinatuambia mwanadamu ni matokeo ya mabadiliko, tena mabadiliko ya nyani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani uumbaji wa mwanadamu kwa watu waliosoma shule wanalifaa kwamba ni mabadiliko kutoka kwa nyani. Wangapi unawahi kusikia hivyo? Kwamba wewe ulitokana na nyani, wangapi unawahi kusikia? Na ndio wengi tumesikia, ndio shule ndivyo. Yaani jinsi unaosoma shule sana ndio ambavyo namna ya kumdefine Mungu tunakuwa tofauti. Ndio maana watu wengi ambao wanapingana na Mungu ni watu ambao ni wasomi, wanakuja na clarification ambazo hazina maana. Sasa zinakuja hadi kwetu sisi na sisi tunaanza kutembelea huko. Kwa hiyo kitu namba moja cha wewe kuanza kubadilika ni kukataa hiyo roho ya kwamba wewe umetokana na nyani. Kuja na roho kwamba mimi ni muumbaji ulio bora, tena siku ya 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikapewa na mamlaka baada ya kufanya uumbaji. Hilo ndio linatakiwa kitu namba moja kuanzia leo uanze kuthamini. Lakini kama una sintofahamu ya kwamba asili yako ni ipi, uumbaji wako ni upi, bado Mungu kwako anakuwa mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi, nayasema haya kwa sababu ufalme wa Mungu uko wazi, na sababu za kumuumba mwanadamu ziko wazi, very open. Kwa sababu anasema kusudi kubwa na namba moja la Mungu, anasema alikuwa anataka ile tamaduni za heaven, za mbinguni, tabia za mbinguni, mambo yote ya mbinguni, Mungu alikuwa anataka yaje duniani, kama ambavyo sala inasema mambo ya mbinguni yaje duniani. Lakini ni namna gani yatakuja duniani? Ni namna gani? Ndio maana kaona namna pekee ya kuleta tamaduni za mbinguni duniani, kuleta ufalme wa Mungu duniani, ni kumleta mwanadamu ambaye ni so special. Uspesho wake nimewaambia, alimuumba mwanadamu, akampa nafsi, akampa Roho Mtakatifu, akampa na ridhaa, kwamba huyu mtu aweze kufanya kazi kama alivyokusudia Mungu. Na kweli alifanya hivyo, akaweka kwa huyu mtu hivyo vitu. Na Mungu anajua akiachilia hivyo vitu kwako, kila kitu kwako kitawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitendo cha Mungu kukuumba huwa harudi tena kuanza kukuonyesha vitu namna ya kufanya. Mungu anapokuumba kwamba wewe ni kijana umekamilika, huwa hataki aje kuongezea tena akili za kwamba fanya hiki na hiki. Hilo ni jukumu lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo amekupa akili na fikra kwa sababu ya kufanya mipango dhidi ya Mungu wako. Ili ufanye mipango, mfano alipomweka Adamu kwenye bustani ya Edeni, alipomweka pale akiwa na imani kabisa bustani itastawishwa, itanawiri, italindwa na itapendeza. Lakini Mungu hata siku moja hakushuka tena kumwambia Adamu namna ya kuipendezesha bustani, ila kwa sababu ya uumbaji ulio bora, manake
kwa sababu umeshaumbwa, namna ya kufanya ni kwako. Kwa Mungu akikupa kitu, usisubirie aje kuletea namna ya kukifanya. Hiyo namna ya kukifanya ni wewe na akili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa maisha yako ambayo unayaona ni magumu, kwa njia ambazo unahisi ni ngumu, ni namna yako tu ya kubadili na kufanya hujafanya vizuri, ila Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanaelewa? Lazima uelewe. Hii inaitwa lazima uelewe tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe vijana huku. Kwa hiyo inawezekana kabisa haya maisha tumekuwa tukiishi hivi tunavyoyaishi kwa sababu kuna wakati tumeamua kushikilia vitu ambavyo havina maana. Imekuwa imani, imekuwa tabia, imekuwa mtazamo, imekuwa falsafa ya maisha yetu. Kwa hiyo tuna falsafa mbaya katika maisha yetu. Tubadilike. Kwa hiyo jambo la kwanza nimesema asili. Asili. Ukishajua asili yako, lazima urudi umwambie Mungu wako, Mungu, mimi natambua asili. Asili yangu ni wewe, lakini naomba udhihirisho wa kusudi. Kwa sababu usipokaa kwenye kusudi, hiyo karama ulionao itapotea. Uwezo ulionao utapotea. Kwa sababu mimi najua kabisa hapa tuko wengi sana. Kuna watu ni baba, ni mama, ni mfanya biashara, ni mjasiriamali, ni machinga, ni mhubiri, ni mwinjilisti, ni mwalimu. Vyote hivyo viko ndani yetu. Lakini kama vipo kwako, chagua kimoja ambacho unakifanya vizuri zaidi. Chagua kimoja ambacho unakifanya vizuri zaidi. Wekeza muda wako kwa ajili ya hicho kimoja. Shikilia kama ndo kusudi lako la hatima ya maisha yako. Hicho kitu kitakuja kukupa umuhimu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Umuhimu wa mtu hauji kwa sababu yeye ni mzuri. Umuhimu wa mtu hauji kwa sababu ana mshahara mkubwa, kwa sababu ana kazi nzuri. Thamani ya mtu inakuja kwa sababu huyu mtu amejitengeneza kuwa mtu wa thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili uwe mtu wa thamani, jua umuhimu wako. Wekeza kwenye umuhimu wako. Ishi kwenye huo umuhimu wako. Basi utakuwa ni most valuable. Utakuwa ni mtu wa thamani kama dhahabu. Hakuna mahala dhahabu iliwaambia yenyewe ni ya thamani. Wale wanaotumia dhahabu ndio walioiita dhahabu ni ya thamani. Kumbe basi, ukikaa kwenye umuhimu wako, sisi ndio tutakao kuambia wewe ni wa thamani. Wala sio wewe unapaswa kutuambia namna ulivyo. Kwa hiyo namna ulivyo imefichwa kwa sisi tunaokuangalia. Baraka nzuri ni zile ambazo unazisikia kutoka kwa watu. Unapoanza kujisema wewe kama ni mzuri, wewe ni wa thamani, yaani unajisemea wewe, juaje wewe ni valueless, huna thamani hata kidogo. Thamani ya kweli inakuja pale ambapo watu wengine wanabarikiwa na wewe, watu wengine wanakufurahia, watu wengine wanatamani kuwa na wewe muda wote, na watu wengine wanafaidika na uwepo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuanzia leo, kama kijana wa kweli mcha Mungu, tengeneza mazingira ya kwamba watu tukufurahie, watu tubarikiwe na wewe, watu tufurahie uwepo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini imefika kuna wakati hatutaki watu
tuseme tunataka ni ubinafsi. Ubinafsi umetukaa, yaani mambo mengi tumekaa kwa sababu ya ubinafsi. Huwa napendaga kulisema hili, ubinafsi huu umetoka wapi, ambao unatutesa mpaka tunakuwa anguko kwa vijana? Ubinafsi huu tunaosema unatoka wapi? Mfano mzuri ambao tunaweza kuelewa vizuri, hebu tufikirie wana wa Israeli zaidi ya miaka 400 walivyokuwa wanateseka kama watumwa. Zaidi ya miaka karne karibia 4 wanateseka kama watumwa. Sasa mtu akisha kufanya wewe ni mtumwa, mtu akisha kuweka kwenye mazingira ya kuwa mtumwa, vitu pekee ambavyo kwako vinakufa, moja, unakuwa unafikiria kitumwa. 2, unakuwa na mawazo mgando, yaani mawazo yako huoni mbele. 3, unakuwa huna uwezo wa kuonyesha kile alichokificha Mungu. Nimesema kwa kila mtu kuna hazina ambayo Mungu anaiweka, ipo na iko sawa sawa, lakini namna ya kuireveal, kuionyesha, kwa sababu tuna sensi za kitumwa, hatuwezi kuzionyesha. Hebu fikiria wana wa Israeli walipokuwa wanafanya zile kazi za kitumwa, wanafyatua matofali kwenye jua kali chini ya Wamisri. Yaani ilikuwa hata kazi yake ya kufanya hawezi kufanya mpaka asimamiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kazi yake ya kufanya hawezi kufanya vizuri mpaka asimamiwe.